Kweli mkurugenzi, mimi nikupongeza sana pamoja na timu yako ya CMT kuona kwamba elimu kwenye wilaya yetu ya Bahi ni kitu kipaumbele, na hivyo tunapaswa kuhakikisha kwamba miundombinu inakuwepo. Lakini pia kwa sababu kata hii ya Nondwa haikuwa na sekondari. Hii kama unafahamu sera ya serikali, tulipaswa sisi wananchi kuanzisha ujenzi kama ambavyo wenyewe wetu tulikuwa mmeshaanza. Tayari kwa mmeshafanya kwa kadri yenu wananchi, kwa maana ndio ulikuwa uhitaji wa kata. Lakini sisi serikali kuona kwamba hapana, wananchi wameshafikia sehemu fulani, basi sisi serikali tuweze kutake charge kwa ajili ya kumalizia. Nilikuwa naangalia hata hicho kipindi ambacho umetoa hela, kilikuwa ni kipindi ambacho hakina kabisa makusanyo. Hakina makusanyo. Hiyo miezi hiyo sijui mlijibana kiasi gani. Ilikuwa sio miezi ya makusanyo. Lakini najua mmeendelea kusimamia kwa karibu. Ndio maana inawezekana hata hizo milioni 45 ambazo umetoa halmashauri zimefanya kazi kubwa ambayo leo sisi wote tunaiona. Kwa sababu tumekaa hapa kuanzia mwezi wa 11, wa 12, wa kwanza, Nondwa ilikuwa ifikiki. Nondwa ilikuwa kisiwa. Kwa hata namna ya kusafirisha kweli material tunafahamu. Maana tumepangia na kilisi kwamba mpaka mwezi Novemba, Disemba, Januari tunapofikia watu wa form 1 tungeanza kuwapokelea hapa. Sababu pia ukizingatia watoto wanaotoka Nondwa na Zejele kwenda Chikopelo ni zaidi ya kilomita 20. Kwa hiyo pia kwenye kata hizi mbili, kata ya Chikopelo na kata ya Chali, hata ufaulu ulikuwa mzuri sana. Kwa sababu pia kuna korongo kubwa hapa ambalo linaunganisha kijiji cha Chikopelo na cha Zejele hapa. Korongo hiyo ikijaa maji hapapitiki. Otherwise mtoto atoke hapa azunguke barabara kama gari. Njia ambayo ni ndefu sana. Unajua hili ambalo umeliamua kwa kweli ni jambo jema, na mimi nahisi kwa choo sasa tusiregelege. Hii kipindi cha mavuno kama kwa hiyo mipango ambayo nimeeleza hapa kwenye taarifa, ni mipango ambayo tunataka muisimamie kwa hali na mali. Nategemea sisi tunatamani mpaka hapo baada ya hili gonjwa limetuondoka au limepungua, au baada ya kupokea maelekezo ya serikali, basi wanafunzi wanaosoma Nondwa, wanaosoma Chikopelo, wa Nondwa na Zejele warudi kwenye shule yao. Sababu nafahamu kwa walimu hatuna changamoto kubwa. Walimu hatuna changamoto kubwa. Na mimi nikuombe leo, hata kama itatokea changamoto kubwa, takuwazima mameki waje utusaidie. Asante. Basi nikushukuru Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kwa kuja kuona kazi ambayo wananchi wetu wanafanya, na hata vile kukagua kazi ambazo zinafanywa kwa mapato yetu ya ndani. Ni jambo jema kwamba umekuja kwa unatutia moyo. Lakini nikushukuru pia kwa kusisitiza kwamba tumalizie angalau chochoo. Kwa hiyo kamati ya ujenzi iko hapa, tumesikia agizo la Mkuu wa Wilaya, na hata juzi kwenye ile kamati ya fedha, uongozi na mipango ilipokuja ilisisitiza jambo hilo. Kwa hiyo sasa ni vyema kipindi kingine tutakapokuja tukute kweli choo tena sio lile shimo tu. Sasa choo kinakuwa tayari kimeshaanza kupanda. Kwa sababu mifugo ndio kama hiyo tunapewa. Nikushukuru sana Mkuu wa Wilaya kwa kutoa mchango huo. Fedha zote tunazoziwekeza kama hivi inakuwa ni kazi bure. Kama hao watoto watakuwa wameshaolewa, wanakuwa wameshapewa ujauzito, tuna tatizo kubwa sana la mimba katika wilaya yetu. Sasa isije kawa hili cha kufunga shule hili likatuzidishia tatizo maradufu, kwa sababu wazazi na sisi tunakuwa labda hatuko makini kuwachunga watoto. Kwa sababu kuna watu wanatakiwa kuchungwa, walikuwa wanachungwa na walimu. Sasa corona imetufanya wamerudi nyumbani. Najua hawako Chikopelo, wako mitaani humu. Kwa hiyo tuweke mikakati, wenye viti wote mpo, Wazejele, wa Nondwa, basi tuweke mikakati. Japokuwa hata sisi tutakaa uongozi wa wilaya tuone ni mbinu gani tutaifanya ili kuweza kupunguza hiyo hali ya kuwapoteza watoto wengi wa shule. Mimi niendelee kuwapongeza, naendelee kuwatia moyo kwamba jamani, shime, tumeshaona dalili kwamba shule yetu inaanza. Tujenge vyoo. Lakini madarasa 4 hayatoshi. Tujue kwamba hapa ndo tumeanza mchaka. Shule kufikia form 1 mpaka form 4 ni madarasa yasiyopungua hata 10. Tufahamu hilo. Maana hilo lakini form 1 na form 2. Kutakuwa kuna form 3, kuna form 4, na wote siku hizo wanafaulu. Elimu imeboreka, walimu wako committed, wanafundisha, wanafaulu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Bahi pamoja na
kukaribisha sana katika kata yetu ya Nondo, hasa sekondari ya Nondo. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, ujenzi huu ulianza mwaka 2018 kwa nguvu za wananchi na kufanikiwa kujenga madarasa mawili na ofisi moja. Na mwaka 2019 tena wananchi walifanikiwa kujenga madarasa mawili na ofisi moja na kufanya majengo mawili yenye madarasa manne na ofisi mbili za walimu kwa jumla ya thamani ya shilingi milioni 17,970,800. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwanza tunaipongeza halmashauri yako kwa kuweza kutuahidi na kumalizia majengo kwa kufunika na kufanya umaliziaji. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mnamo mwaka 2019 tarehe 5 mwezi wa 11 2019 halmashauri ilituingizia Tanzania shilingi milioni 19, na kwa awamu ya pili tena tarehe 2 mwezi wa kwanza 2020 halmashauri ilituingizia milioni 25 na kufanya kuwa na milioni 44, na tena halmashauri mwezi uliopita mwezi wa 4 halmashauri tuliingizia milioni 1 na kufanya halmashauri kuwa na milioni 45 ambazo zimefanikisha ujenzi huu mpaka hapa tulipo. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, ujenzi wa vyoo vya wanafunzi na walimu jumla ni matundu 8 yanayohitajika, matundu 3 kwa wasichana na matundu 3 kwa wavulana na matundu 2 kwa walimu. Hivyo kata ya Nondo imejiwekea mkakati kwa ajili ya ujenzi wa vyoo vya walimu na wanafunzi, na tayari tumeshaanza michango kwa wananchi kwa vijiji vyote viwili za Jele na Nondo ambazo ulianza tangu tarehe 1 mwezi wa 5 2020. Mwisho, tunashukuru kwa ajili ya ujio wenu na chanzo cha mafanikio ya sekondari yetu ili iweze kufunguliwa. Ambao umetuachia. Lakini niombe tu na nikuahidi hatuwezi kukuangusha wewe na mkurugenzi. Na uzuri wananchi wamepokea kwa furaha, hususan msaada wa halmashauri, msaada mkubwa kutoka kwa ofisi ya mkurugenzi. Na walisema hawatamwangusha. Kwa hiyo tumekubaliana mwisho tarehe 10. Leo tuna tarehe 5, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Tumekubaliana mpaka tarehe 10 tuwe tumekamilisha sisi Nondo milioni 2,200,000 na ujenzi wa vyoo pale ufanye nini? Uanze mara moja. Lakini hakuishia hapo. Bado tumejiwekea mkakati wa kufikia mwezi Juni angalau tuanze mchango sasa wa kufikiria kusimamisha vyumba vingine viwili na ofisi. Kwa hiyo tunakimbizana. Mimi niseme tu kwa niaba ya serikali, kwa niaba ya wajumbe wenzangu hapa, ni kuhakikishie tu Mheshimiwa DC, na kwa hiki ambacho umetolea cha kwako cha leo kinatufanya sisi wenye viti tukimbie zaidi na zaidi na zaidi. Kwa mimi niseme tu niwashukuru sana, na mimi niseme tu Mheshimiwa DC, mkurugenzi, ndani ya siku 30 zijazo sidhani kama unaweza ukafika ukakuta tena sekondari hii haina vyoo. Kwa kweli tuko serious, tulianza, na ndiyo maana hata sisi tumesema karibu nusu ya mapato yote ya halmashauri ya wilaya ya Bahi kwa 2019-20 yamekuja Nondo. Ni kitu ambacho kinatufanya hata sisi wenye viti tujiulize, na tumewasisitiza juzi, mimi nimewaambia wananchi sasa tuwape ushirikiano watendaji wetu wa vijiji kwa ajili ya kukusanya mapato. Kumbe mapato ya halmashauri ni faida yetu wananchi. Na ndiyo maana leo Nondo tunajivunia madarasa ya kisasa. Hii ni kwa sababu wakuu wetu pamoja na watendaji wetu wanakusanya mapato vizuri. Kwa hiyo niseme tu Mheshimiwa DC, sisi wenye viti tumejipanga. Hatufanyi siasa, tupo kwa ajili ya maendeleo, kwa ajili ya kusaidia watu. Sana. Kwanza nishukuru sana. Asante. Na kama alivyosema mwenzangu, ni kweli sisi hatuwezi kuangusha. Lazima tupambane. Kama alivyokuwa mzungumza, hata mimi tayari nimeshakaa na wananchi wangu. Huu mkutano mchango wa vyoo umeupokea kwa mikono miwili, na tulikubaliana kwamba baada ya idadi yetu ya mchango sasa tumekubaliana mchango ambao utakuwa juu, tukielewa kwamba mbele bado tuna kazi nyingine ambayo itaendelea. Kwa hiyo niseme tu nishukuru vile, niwapongeze kwa kuweza kufika hapa, na kama alivyozungumza kwamba tutaendelea kushirikiana, na msichoke, muendelee kututembelea, tuendelee kuhamasishana, nafikiri hamna shida.